Watu wengi wanafikiri mtu mwenye IQ ya juu lazima awe tajiri au ana furaha sana au anakuwa na maisha mepesi au marahisi. Lakini ukweli ni huu hapa. Watu wengi wenye akili kubwa wanaumia kimya kimya. Leo nitakuambia ukweli wa kushangaza kuhusu watu wenye IQ ya juu sana ambao huambiwi shuleni, kazini wala kwenye motivational speeches. Kama umewahi kujisikia tofauti, kupitiwa na maisha au kueleweka vibaya, hii video inaweza kuwa inakuhusu wewe mwenyewe. Karibu sana kwenye channel hii. Kama unapenda content za akili, maisha, tabia za binadamu na ukweli usiosemwa, hakikisha unabonyeza subscribe na like hii video iwafikie watu wengi zaidi. Leo tunaingia moja kwa moja. Sehemu ya kwanza. Watu wenye IQ ya juu overthink sana. Ukweli wa kwanza wa kushangaza wa watu wenye akili ya juu sana ni huu: akili nyingi ni mawazo mengi. Mtu mwenye IQ ya juu hufikiri mara moja. Hafikiri mara moja, anafikiri mara 10 kabla hata hajachukua hatua. Anaona hatari mapema sana. Anaona matokeo kabla hajatokea. Anaona makosa hata kabla wengine hawajaona. Matokeo yake, anachelewa kuanza, anaonekana mvivu, anaonekana kama hana mwelekeo. Lakini ukweli ni kwamba akili yake inafanya kazi kupita kiasi. Lakini pia watu wenye IQ ya juu mara nyingi huwa wapweke. Watu wengi hudhani mtu mwenye akili kubwa lazima awe na marafiki wengi sana. Lakini ukweli ni kinyume chake. Watu wenye IQ ya juu, kwa maana intelligent quotient, hawapendi mazungumzo ya juu. Wanachoka na drama. Wanachagua ukimya kuliko upuuzi. Hii inawafanya waonekane wakimbeza watu, waonekane wakijiona bora, lakini kiuhalisia wanatafuta connection ya kweli. Sehemu ya tatu ni kwamba akili kubwa huambatana na huzuni. Utafiti mwingi unaonyesha watu wenye IQ ya juu huwa na anxiety, huwa na depression, lakini pia huwa na existential crisis, kwa maana kujiuliza maisha yana maana gani. Kwa nini? Kwa sababu wanaona uonevu mapema, uongo wa jamii, mfumo unaowakandamiza watu. Kadri unavyoelewa zaidi ndivyo unavyoumia zaidi. Lakini pia watu wenye IQ ya juu hawapendi kuonekana wenyewe ni wenye akili. Huu ni ukweli wa kushangaza sana. Mtu mwenye akili kubwa hatajigamba, hatapenda kuonyesha najua, hatauliza maswali mengi kuliko kutoa majibu. Wakati mwingine watu hawa hupuuzwa, huchukuliwa kawaida na hupitwa kwenye promotions kazini, kwa sababu jamii hupenda kelele na sio kina. Pia akili kubwa haihakikishi mafanikio haraka. Hii ndio sehemu inayoumiza wengi. Watu wengi wenye IQ ya juu huchukia kazi zisizo na maana, huchukia kuamrishwa bila sababu, lakini pia huchukia mifumo ya kipumbavu. Ndio maana watu wengi hubaki kwenye mshahara mdogo. Wengine huacha kazi mara kwa mara. Wengine huonekana kama hawajapiga hatua. Lakini ukweli ni kwamba hawajakosa uwezo, wamekosa mazingira sahihi. Lakini pia watu wenye IQ ya juu hujiuliza sana, kwa maana maisha yana maana gani? Watu wengine wanapambana kununua simu mpya, kuposti Instagram, kufurahisha watu. Mtu mwenye akili kubwa anajiuliza, haya yote yana maana gani mwisho wa siku? Hii humfanya aonekana hayupo kwenye mbio, aonekana anachelewa, lakini ukweli ni kwamba anatafuta maana na wala sio makelele. Nyingine ni kwamba akili kubwa bila nidhamu ni hatari. Akili kubwa bila nidhamu ni hatari. Ndio jambo ambalo nitakiwa ujue. Ukweli mchungu kabisa ni kwamba IQ ya juu bila nidhamu, mwelekeo, uvumilivu inaweza kukuangamiza. Watu wengi wenye akili kubwa huanza vitu vingi, hawamalizi, na hupoteza muda kufikiria badala ya kuchukua hatua. Kumbuka, akili bila action ni sawasawa na mateso au bure. Lakini pia nitaka kufahamu kwamba watu wenye IQ ya juu huanza kung'ara baadaye. Habari njema ni hii: watu wengi wenye IQ ya juu hawafanikiwi mapema.
Lakini wakipata kujitambua, nidhamu, mazingira sahihi, huwa ni watu hatari sana. Mara nyingi mafanikio yao huja baada ya miaka 30. Baada ya kushindwa mara nyingi sana, lakini pia baada ya kuonekana hawafai. Kama umekuwa ukijiona, unafikiri tofauti, unaumia kimya kimya na unahisi kama huendani na dunia, huenda tatizo sio wewe. Huenda akili yako iko juu kuliko mazingira yako uliopo. Kama umejifunza kitu leo, basi like video hii, comment neno akili. Subscribe kwa content zaidi kama hii. Tutaonana kwenye video inayofuata. Asante.